Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Huu ni mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani. Kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Hii ni sehemu ya tatu na ya mwisho kwa siku ya leo. Kama hujatazama sehemu ya kwanza na ya pili, unaweza kuzipitia ili uweze kuelewa sehemu ya tatu ambapo kesi ilikwenda mapumziko. Tunaendelea na shahidi wa kwanza wa Jamhuri Afande George. Moja kwa moja tumalizie sehemu ya tatu. Baada ya mapumziko, kesi kaendelea. Majaji wameingia na Afande George naye yupo kizimbani. Mheshimiwa Lissu aliletwa mapema akawa yupo kizimbani. Majaji wanaandika kidogo. Kabla ya shahidi kuendelea, majaji bado wanaandika kidogo. Sasa shahidi anaendelea. Anaulizwa na Katuga kuwa ulikuwa unazungumzia kuhusu kilichotokea tarehe 6 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Huyu P niliyesema wa Jambo TV ni miongoni mwa mashahidi ambao wamefichwa kwa amri ya mahakama. Niliwasiliana na Afande DCP Ngazi aliyepo Dodoma na kumjulisha kuwa shahidi aliyekuwa kwenye tukio na kifaa kilichotumika kurekodi vyote vipo Dodoma. Nikamtajia DCP Ngazi namba za simu za P ili tupate maelezo yake na zile picha mjongeo, kwa maana ya kupata kifaa kilichotumika kupata picha hiyo mjongeo. Ilipofika tarehe 7 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya mchana, nilimpa maelezo ASP John Kahaya kupakua video mjongeo na kuiweka kwenye flash diski. Aipakue kutoka kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube wa Jambo TV na kuiweka kwenye flash diski. Nilimwelekeza apakue kwa ajili ya kilelezo hicho kuja kupelekwa kwa ajili ya sayansi ya jinai. Siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 4, ASP John Kahaya alifika ofisini kwangu akiwa na flash diski, akiwa tayari ameshapakua. Nikaanza kumpa reference ya kesi ya PL ile nimeitaja mwanzo, ili flash diski hiyo pamoja na PF 145 yani exhibit label, ili hicho kilelezo kiweze kutunzwa kwa mtunza vielelezo ambaye ni ASP Peter Malugala. Nilimwelekeza vyote vipelekwe kwa mtunza vielelezo, kisha aandike maelezo yake kuhusu picha mjongeo kuanzia alipoiona, alipokuwa doria mtandaoni na yote aliyofanya hadi alipokuja kunikabidhi. Kwenye tarehe hiyo ya 7 mwezi wa 4, nakumbuka Afande DCP Ngazi alinieleza kuwa maelezo ya P ambaye alirekodi maelezo yake pamoja na memory card ikiwa kwenye card reader vimepatikana. Ilikuwa ni majira ya saa 10 au saa 11. Akasema ASP Churu atakuja navyo vitu hivyo huku Dar es Salaam na kuleta maelezo yake. Majira ya usiku, ASP Churu alifika ofisini kwangu akiwa na memory card, card reader, maelezo ya bwana P, hati ya makabidhiano ya kielelezo. Memory card ndiyo ile ilirekodiwa wakati Mheshimiwa Lissu anazungumza. Shahidi hapa anasema kwamba majira ya usiku ASP Churu alifika ofisini kwake akiwa na memory card, lakini pia card reader pamoja na maelezo ya bwana P ambaye huyu ni mfanyakazi wa Jambo TV, lakini pia hati ya makabidhiano. Sasa memory card ambayo wanahitaji hapa ni ile ambayo Jambo TV walitumia wakati wanamrekodi Mheshimiwa Lissu wakati anazungumza. Shahidi anasema sasa alipofika tukamweleza vitu hivyo vipelekwe kwa mtunza vielelezo, na pia nilimwambia aandike maelezo yake. Nilimpa ile reference ya kesi ili avipeleke kwa mtunzaji. Vielelezo vilienda kwa mtunza vielelezo, lakini maelezo yalipeleka kwa ASP Michael. Nilitoa maelekezo hayo mimi mwenyewe. Baada ya hapo nikajua sasa picha mjongeo ni picha halisi na haikuwa imetengenezwa. Baada ya kulijua jambo hilo, tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 nilielekeza majira ya asubuhi ASP Michael apungue majalada mawili. Anasema alimwelekeza ASP Michael haweze kufungua majalada
Jalada la kwanza ni la uhaini na pili ni kuchapisha taarifa ya uongo mtandaoni. Na sasa tupo kwenye kesi ya uhaini. Kwa hiyo wakapungua kesi ya uhaini ambayo sasa inamkabili Tundu Lissu, na ya pili ni kuchapisha taarifa ya uongo mtandaoni. Matokeo yake lilifunguliwa jalada la uhaini CDS/IR/727 ya mwaka 2025, na jalada la pili lilikuwa ni CDS/IR/761 ya mwaka 2025. Nilisema kosa ni kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Shahidi anasema, nilibaini picha ile mjongeo ni halisi, nishapata wasaa wa kuiangalia kutoka YouTube wa Jambo TV. Ilikuwa na urefu wa masaa 3 hivi. Nilivyoangalia niliona ni kosa la uhaini kwa sababu ndugu Tundu Lissu alisema atahamasisha uasi, atazuia uchaguzi, atakinukisha sana, atavuruga kweli na atakinukisha vibaya sana. Maneno haya yalitolewa kwa nia ya kuitishia serikali kwa sababu uchaguzi mkuu upo kwa mujibu wa katiba na sheria na msimamizi wa sheria ni serikali. Katuga anasema hebu rudia. Shahidi anarudia, George hapa anarudia na kusema kuwa alisema hayo ili kuitisha serikali na uchaguzi mkuu upo kwa mujibu wa sheria na katiba na msimamizi wa sheria hizo ni serikali. Kuitishia serikali kwa lengo la kwenda kinyume na sheria hizo, amepatwa kigugumizi hapa, watu wanacheka. Unajua serikali ndio inasimamia hizo sheria, kwa hiyo huko ni kutenda kosa. Maana yake kwenda kinyume na matakwa ya sheria zinazosimamiwa na serikali ni kutenda kosa, na alienda mbele zaidi kwa kudhihirisha nia yake ya kuitisha serikali kwa kutoa na kuchapisha taarifa hizo mtandaoni. Huyo ni shahidi wa kwanza George akizidi kutoa ushahidi wake. Anaendelea hapa George Bagiemu anasema, kwa maana atahamasisha uasi, atakinukisha na kuzuia uchaguzi. Nia yake alizihilisha pale alipochapisha taarifa hizi. Watu wanacheka hapa mahakamani. Nadhani kila mtu anajiuliza Lissu alichapisha lini? Na ni kweli kwamba Tundu Lissu hajawahi kuchapisha taarifa hizo mitandaoni. Anyway, tuendelee. Anasema ukisoma penal code kifungu cha 39 ndio kinaeleza kosa hili la uhaini. Nilitumia kifungu hiki kuhusu mapolisi kubeba vibegi na kwenda kwenye vituo vya kura na kura feki. Maneno haya alimaanisha polisi hushiriki kuiba kura. Lissu amesimama anasema tunapotezeana muda. Haya mambo ya kusambaza taarifa za uongo, kesi hii ipo Kisutu. Anayasemaje kwenye kesi ya uhaini? Katuga anasema haya mambo mmeshatolea ufafanuzi, kwa hiyo kuendelea kupinga anakosea. Mwache shahidi azidi kuongea. Mahakama imeshatolea maelekezo, kwa hiyo tufuate maelekezo hayo hata kama huyafurahi. Sasa kiukweli kabisa mshtakiwa anakosea, avumilie mambo haya, tuendelee. Mheshimiwa Lissu anarudia kufanya rejoinder, anasema mambo ya kusambaza taarifa za uongo yamekuja sasa hivi na ndicho ninachokipinga hapa. Hiyo kesi iko Kisutu, asilete hapa. Majaji wanajadili hapa tena, wanasema tunakubaliana na hiyo hoja ya mshtakiwa. Mambo ya Kisutu asizungumzie, yeye azungumzie mambo ya uhaini na pia haki yako ya kuraisi objection unayomshtakiwa. Hakuna anayekuzuia kuraisi pingamizi. Sasa mimi sio mwanasheria, lakini majaji wameingia kwenye kopi. Kumbe sio kila anachosema shahidi ni haki yake kusema tu, maana hili wamekubali, lakini yale mengine wamekataa. Kama mambo ya Kisutu hayahusiani na kesi hii, je, mambo ya vibegi vya polisi kuletwa hapa yanatusaidia nini wakati kesi ni ya uhaini? Haya, mawakili wa serikali wanaendelea kuhusu kufungua majalada mawili. Sasa hiyo tarehe 8 yalishafunguliwa majalada mawili. Niliteua timu ya upelelezi kuchunguza jalada la uhaini ili kosa liweze kupelelezwa. Nilimjulisha DCP Ng'azi kuhusu kufungua jalada na akasema Amini Mahamba ndio atakuwa mpelelezi mkuu wa jalada hilo ambaye ana cheo cha ASP wa polisi. Muda mfupi ASP Mahamba akawa amefika ofisi za Deputy ZCO. Nikaitambulisha timu ya upelelezi na kumjulisha nilipofikia katika
upelelezi. Alikabidhiwa hilo jalada na ile timu aweze kuendelea na mambo mengine, maana upelelezi ulikuwa bado unaendelea. Mnamo tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya usiku, nilipigiwa simu na Afande Ramadhani Ng'azi kwamba mtuhumiwa Lissu amekamatwa wilayani Mbinga na atasafirishwa hadi Dar es Salaam, na atakapofika achukuliwe maelezo yake. Tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 4 asubuhi, mkuu wa upelelezi mkoa wa Ruvuma Charles Makunja akiwa na mtuhumiwa Tundu Lissu walifika ofisini kwangu, na mara baada ya kufika wakafika watu 4 wa jinsia ya kiume wakaingia ofisini kwangu. Watu hao waliojitambulisha kwamba wao ni mawakili wa Tundu Lissu na mimi nikajitambulisha kwao. Hao mawakili na wakumbuka watatu kati yao ambao ni Dickson Matata, wakili Hekima Mwasipu na wakili Jebla Kambore, na wanne nimemsahau. Tundu Lissu alikuwa katika hali nzuri kiafya na hakuwa na kitu chochote mkononi kama vile simu hakuwa nayo. Nilimtaarifu mtuhumiwa kuwa anahitaji kuchukua maelezo yake. Baada ya hapo nilimwelekeza mtuhumiwa twende kwenye chumba cha mahojiano ambacho kilikuwa na utulivu. Niliwaacha mawakili 4 na nikaongozana na mtuhumiwa kwenye chumba cha mahojiano. Katuga anasema mshtakiwa kama ana hoja. Lissu anasema mimi sina lolote, kama amemaliza aniache nimshughulikie. Mahakama hadi majaji wamecheka sana. Majaji wanasema tuendelee. Kwa hiyo shahidi akamaliza kwamba alimchukua Lissu na kumpeleka kwenye chumba cha mahojiano. Wakili wa Jamhuri Katuga anauliza kwamba mshtakiwa una hoja? Lissu akasema mimi sina lolote, kama akamaliza aniache nimshughulikie. Mpaka majaji wamecheka baada ya Lissu kusema kwamba waniache ni mshughulikie. Lissu anasema kwamba wamwache wamshughulikie. Sasa George anasema hapa, tulipofika kwenye kile chumba nilimwambia majina yangu na yeye akajitambulisha kuwa anaitwa Tundu Antipasi Lissu. Kwa hiyo pale Katuga ambapo alikuwa anamuuliza Lissu kama ana hoja, alitaka kujua kama Tundu Lissu ana hoja ya kitu chochote, lakini George alikuwa bado anaendelea. George anasema akanipa na particulars zake zote, anakoishi, umri wake na kazi anayofanya. Baada ya kunipa particulars zake nikamwambia anatuhumiwa kwa kosa la uhaini kinyume cha kifungu cha 39 sehemu ya 2B cha kanuni ya adhabu. Nikamwambia halazimishwi kusema lolote isipokuwa kwa hiari yake, na lolote atakalosema litaandikwa na kuweza kutumika kama kielelezo hapa mahakamani. Nikamwambia haki zake kama kuwa na wakili au ndugu wakati anatoa maelezo yake, na alinijibu kuwa ataendelea peke yake, na nilipomuuliza kama ameelewa onyo na haki zake nilizompa, basi alinijibu kuwa ameelewa vizuri. Alisaini na mimi nikasaini. Hiyo caution statement PF2A tunaiita hivyo. Nilimweleza pia zipo njia 2 za kuchukua maelezo yake, ambazo ni kumpa peni na karatasi kusudi aandike yeye mwenyewe, na njia ya pili ni kutoa maelezo yake na mimi kumwandika, yani kumwandikia. Nikampa karatasi na peni ili aweze kuandika. Aliandika kuwa maelezo yangu nitatolea mahakamani. Akamaliza, alisaini na mimi nikasaini pia pale chini. Katuga anasema tunaanza kule nyuma. Ulisema kuhusu alitoa na kuchapisha, maana yake nini? Jibu: aliita waandishi wa habari kwa lengo na nia ya hotuba yake wasikie wa Tanzania na wasio wa Tanzania. Alichapisha mtandaoni kwa sababu lengo lake lilikuwa ni ile taarifa waweze kusikia watu wote katika mtandao wa kijamii ambao ni Jambo TV. Naweza kuitambua ile picha mjongeo kwa sababu mtoa hotuba na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alikuwa amevaa combat ile ya Chadema, na nyuma kulikuwa na bendera ya taifa na maudhui pia. Kama yale ni kweli wanasema ni uasi, tutakwenda kukinukisha sana sana. Anarudia yale maneno yake. Sasa baada ya pale chumbani tulipomaliza kuandika maelezo, nikawakuta wale mawakili na waliniomba kuongea na mteja wao, basi nikawapa hiyo nafasi waongee naye. Na huyo Tundu Lissu mwenyewe yuko hapa mahakamani, yule pale mbele yangu anamuonesha hapa. Lissu amegamia kiti anamcheka Katuga. Alishasema wamalize haraka, nataka kumshughulikia. Katuga anasema tunaishia hapa kwa shahidi huyu wa kwanza,
tumemaliza shahidi wa kwanza, kwa hiyo hapa watakuja na shahidi wa pili, lakini sasa ni muda wa Lissu kufanya cross examination. Kwa hiyo wao wamemaliza kwa huyu shahidi wa kwanza, sasa ni muda wa Lissu kufanya cross examination. Katuga anasema wamemaliza hapo. Anasimama Renatus Mkude, wakili mkuu wa serikali, anasema anaomba tuendelee kesho kwa maswali ya dodoso, yani cross examination. Shahidi jasho lilikuwa linamtoka sana wakati anaongozwa na mawakili wa serikali. Naona wanamuonea huruma, asianze kushughulikiwa leo. Mheshimiwa Lissu amesimama kwa hasira, hajaanza kuongea. Jaji anasema mshtakiwa anasemaje? Mheshimiwa Lissu anasema leo tulichelewa sana. Mimi nafikiri hata kama tulichelewa sana, lakini huyu asiende hivi hivi. Nipeni risali moja nimshughulikie, tutaendelea kesho au hata nusu saa ya kuanzia. Lissu akaomba hapa hata risali moja au nusu saa ya kumshughulikia shahidi. Mengine tutaendelea nayo kesho. Naomba iwe hivyo, halafu hizi siku 30 mlizopanga zitatosha tukienda kwa spidi hii. Majaji wanateta kidogo na watu wamecheka kuhusu ombi la shahidi asiende hivi hivi. Majaji wanasema tumeona kwa busara tuhairishe na kesho saa 3 asubuhi tukutane na shahidi. Bado hujamaliza ushahidi wako, uko chini ya kiapo bado vile vile. Tukutane kesho tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2025 saa 3 kamili asubuhi kuendelea moja kwa moja kukupa update kutoka mahakamani. Kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kubwa utochemoni yako, lakini pia endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.